Secretariat ya mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo imeweza kujibu tuhuma ambazo zilikuwa zikienda juu ya kile kinachoendelea ambacho kimeweza kumfanya Freeman Aikael Mbowe kuweza kukaa kimya. Watu wengi sana walikuwa wanajiuliza, wanachama kutokea kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo pia walikuwa wanahoji sana ukimya wa Freeman Aikael Mbowe, yani kuanzia kwenye kesi ya rafiki yake, mtu wake wa karibu ambaye ni mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu, na ukimya umeendelea kwa mkubwa hata mara baada ya sakata la utekaji kuweza kuzungumzwa na Askofu Gwajima. Yani yote yanayotendeka na yanayoendelea kwa Freeman Aikael Mbowe kwake yeye ameona tulizo ama suluhisho kuu ni kuweza kukaa kimya. Sasa mjadala huu umeweza kufanya pia secretariat ikiweza kutafutwa ya wote ambao tayari waliweza kutolewa katika nafasi mara baada ya mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe kuweza kupigwa chini na mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu, na sababu zilikuwa ni kama ifuatavyo. Yeye kama yeye mpaka sasa hivi Freeman Aikael Mbowe kuanzia kwenye kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwe Lissu, sababu kuu aliweza kuitoa na kutoonekana kabisa kwamba labda pengine haonyeshi ushirikiano ni kutokana pia na ubize wa biashara anazozisimamia. Hiyo ilikuwa pia ni sababu ya kwake yeye Freeman Aikael Mbowe, ambayo kiuhalisia iliweza kuacha watu midomo wazi. Na issue nyingine ama sakata lingine la issue ya utekaji kwa Freeman Aikael Mbowe, yani anaamini kabisa kinachoendelea hakisababishwi na chama pinzani, bali kuna watu ambao pia wamekuwa ni kama watu wakati wanaotaka kugombanisha kati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na CCM ili mradi kuweza kutengeneza pia bomu la kuweza kufanya amani isiweze kuwepo katika taifa la Tanzania. Na hayo yote, na ndio maana yeye kama yeye anaona hakuna sababu ya msingi yeye kuweza kuongea na hakuna sababu ya msingi yeye kuweza kutetea upande fulani, na anaamini kabisa kwamba chama cha Chadema hata kama kikiweza kupewa nchi ni sawa pia na kazi bure, kwa sababu lawama hazitoweza kuisha. Hakuna rais akaja ama rais yeyote atakayependwa na watu wote katika nchi yake, yani kupingwa ni swala ambalo halipingiki.